Harakati za Bongo. Na ni jambo gani ambalo wewe lilikushtua baada ya kuliona kwamba Nandy amelifanya kupitia muziki ambao anaufanya? Nandy, kitu kilichonishtua ni ile skendo yake ya nani ambayo sasa sitaki hata kuikumbuka kwa kweli. Mara nyingi sitaki kuizungumzia kwa sababu kile kitendo kile kiliniuma sana. Ni kitendo ambacho kilikuwa ni kitendo ambacho yani sikutegemea katika maisha yangu kwamba naweza kutekewa na kitu cha namna hiyo. Ilishtukia tu napigiwa simu nyingi sana, nauliza ni nini, watu wananiambia wewe angalia kwenye simu nini, wananishutumu yani kama nimefanya mimi. Simu ya mwisho nimeipata kutoka kwa mdogo wangu. Amefume sana yani kama ananigombesha mimi yani. Kwamba hivi wewe unaruhusu mtoto anafanya maujinga kwenye simu. Sasa mimi nikawa nashangaa ni kitu gani. Lakini baada ya kugundua niliuma sana kwa kweli. Niliuma ndio ilikuwa yani ndio mwisho wa yeye Nandy kuimba, yani kufanya usanii kwa kweli. Alikuwa anapigwa stop. Yani ilikuwa ndio stop sasa. Niliona ndio yale ambayo nilikuwa nayakataa toka mwanzoni, ndio yale watu ambao hawayataki katika mila zetu. Sasa ikabidi nirudi nyuma kidogo kwa kweli. Kwa sababu mara nyingi pia mimi kama mzazi inabidi uwe unamfahamu mtoto wako tabia zake. Kwa hiyo nimekaa kidogo, ni baada ya kupata unafuu kidogo nikafikiria na kuona kwamba huyu mtoto hana tabia zile za kwamba ni mtoto ambaye ana tabia mbaya. Ni mtoto mtulivu, hana grupu, hana nini. Kwa hiyo ile ilinifanya nirudi kidogo na kuona kwamba hichi kitu kinawezekana kweli kikawa kimetoka kwa bahati mbaya. Na ikabidi nikae naye tuongee mimi na yeye na mama yake na wanani wake, wadhamini wake, tukamaliza hilo swala. Lakini kwa kweli liliniuma sana. Hicho kitu siwezi kukisahau katika hata ni kitu gani ambacho kilikuruhusu sasa kusema kwamba bana hebu endelea tu na muziki japokuwa haya yametokea lakini endelea na muziki? Kitu kilichonifanya ni mruhusu aendelee kwa kweli ni kama hivyo nilivyokuambia kwamba ni baada ya kugundua kwamba mtoto huyu hana tabia hizo, na baada ya toka nimekuwa kama bahati mbaya. Na mimi nilichokuwa naogopa ni kwamba atakapokuwa anaendelea na hii kazi inaweza kumletea shida, yani kumletea shida kwa sababu ya wapenzi wake wale mashabiki kwamba wanamfikiriaje. Lakini kwa kweli kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba sio tabia yake, kwa hiyo ilibidi inafikiri baada ya muda tu watu ikawa mambo yamekwenda vizuri. Mama wewe ulichukuliaje? Kama mzazi nadhani unajua. Kwa kweli inaumiza. Inaumiza kama mzazi. Sio kitu kizuri kwa mzazi yoyote, sio mimi tu, kwa mzazi yoyote. Lakini sitaki yani kuongelea nyuma sana. Bali naomba tu, napenda tu kuongelea wasanii kwa ujumla. Kuna wale ambao wanatumia kiki, sio nini, lakini wanapofanya jambo wafikirie na watu waliowazunguka kama wazazi, ndugu, nini, yani wafikirie kwamba tunaweka wale katika yani kipindi kipi. Tunakuwa na kipindi kigumu mno. Mimi nadhani aliyekuja kunisaidia ni mtumishi ambaye aliniita kwenye maombi na nini pamoja na Nandy, tukakaa tukaongea. Na Nandy ilikaa kama siku 5 sikumuona, kumbe mwenyewe ilimuathiri, alizimia, alilazwa, hospitali ametundukiwa madripu. Lakini baadaye alikuja akapata nguvu, basi Ruge na jamaa zake agiza watu wakaja nyumbani, tukamaliza hilo swala. Lakini kitu ambacho sikutegemea katika maisha yangu kwamba Nandy anaweza akafanya kitendo kama kile. Lakini baadaye tumekuja tukaongea, unajua mambo ya mitandao, mambo mabaya sana. Kuna wanaompenda, kuna ambao hawampendi. Kwa hiyo anaishi kwa kujua kwamba kuna watu wazuri kwake na wabaya kwake. Hilo ndio jambo la msingi na kuangalia. Maki nilimwambia sasa hivi nadhani hata ukiambiwa unapigwa picha ya kidole cha mguuni utakataa kabisa. Harakati za Bongo.